Karibu katika kipindi cha Ghala la Chakula cha Uzima kinacholetwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi. Kwa sababu yeye mwenyewe ni mtu wa kazi, mchapa kazi Koleliki. Hapendi watu wasiopenda kufanya kazi kwa bidii. Anachukia watu wanaokataa madaraka yake. Ukimpinga tu Koleliki mnakosana. Kwenye eneo la kazi, ukija kwenye mambo ya kazi, anaweza kufanikiwa sana kwa kipindi kifupi kuliko mtu mwingine yote. Kwa hiyo akijitokeza mtu anapata stress, anapata msongo wa mawazo. Sasa huyu nitamdhibiti vipi huyu? Nitamuondoa vipi huyu? Nitamnyongonyesha vipi huyu? Hizo stresses. Na anahofia nini? Ana hofu ya kupoteza kitu chochote. Kama vile kupoteza kazi, kutopandishwa cheo, kuugua sana, kuwa na mtoto mkaidi asiyekubaliana naye au mfanyakazi asiyekubaliana naye na kadhalika. Koleliki anaogopa nini? Ana hofu ya kuwa na mpambanaji mwenye nguvu au sawa na yeye. Huogopa sana kuoa au kuolewa na mtu tafu. Hawezi. Ndio maana nikwambia ndoa ya Koleliki hawezi kuwa Koleliki mwenzake. Kwa sababu Koleliki ni tafu akiwa mume. Sasa akiwa mke pia tafu, hawezi kuishi. Hawezi kuishi na Koleliki, they can't stay together. Wataishi kwa muda mfupi tu, hizi aiba zitagongana, zitapelekana kule. Mnyonge wa Koleliki ni phlegmatic. Kwa sababu phlegmatic hata ukimkanyaga, unaweza ukamkanyaga na unamwambia usipige kelele, na apigi kelele, huku unaendelea kumkanyaga. Nyamaza, usilie, usitoe machozi, cheka. Yaani unamkanyaga alafu unamwambia cheka. Kuna wezi fulani walikuwa na mtu mmoja alikuwa ananisimulia juzi, alikuwa wanaiba sasa hivi kwa mtindo huo, nakupa mbinu. Wanapita vijana fulani amevaa koti vizuri, suti vizuri. Alafu wakishakugundua kama una hela hivi, una ka smartphone nini, najua unaweza kuwa na hela. Azalani tu, wala sio chochoroni, sio usiku. Sasa hivi wanafanya hivyo mchana. Wanakuwa wawili, wanakuja pale wanajiunganisha tu na wewe. Alafu mmoja anaanza kusemesha. Sasa ukishtuka mmoja anakubana. Na kwenye huu mkono huu unakuwa na mbao. Anakupeleka mahali, anakuambia unaona hii? Nitakubana. Ukileta mchezo anakubana kweli. Alafu wanajifanya kama wanacheza. Sasa yule mwingine yupo si watatu. Kwa hiyo inaonekana kama nyinyi wote marafiki mnacheza. Mko kwenye michezo. Alafu mwenzako anakubana. Jamaa utamshinda wala utamshinda. Anakubana, anakuambia achia simu. Sasa ile mbao inakokushika hapo. Na huko anakulazimisha, anakuambia tabasamu. Hiyo usipotabasamu anaongeza. Kwa hiyo ukitabasamu ndio upona yako. Kwa hiyo unakuta mtu anacheka huku kabanwa ili kuionyesha jamii kwamba wale wanacheza. Huku unaendelea kuibiwa. Ndio alivyo Koleliki. Anakukanyaga huku anakuambia cheka. Huku juu unacheka, huku ndani unaumia. Anayeweza kufanya hivyo ni phlegmatic tu. Na ndiye mnyonge wa Koleliki. Ndio maana ni rahisi sana Koleliki kumoa phlegmatic, kwa sababu chochote ambacho Koleliki atasema phlegmatic atafanya. Na anapenda nini? Anapenda watu wanaomkubali. Koleliki anapenda watu wanaomnyenyekea. Namba 3, anapenda watu wanaomtii amri zake. Namba 4, anapenda watu wenye mtazamo kama wa kwake. Namba 5, anapenda watu wanaoshirikiana na yeye kwa wepesi. Sio anakuambia jambo unajiuliza mara mbili kwamba ngoja nikafikirie. Koleliki hataki kufikiria. Yaani Koleliki akikuchagua fanya jambo fulani, anataka useme yes. Basi. Akikuchagua tumpinge fulani, sio ukafikiria. Anasema yes, uungane naye. Hataki watu ambao hawatakubaliana naye kwa wepesi. Na jambo la 6, anapenda watu wanaomsifia mara kwa mara.
anapenda watu wanyonge, wasiompinga chochote na kadhalika. Lakini wachukia watu, anawachukia watu gani? Anawachukia watu wavivu, kwa sababu yeye mwenyewe ni mtu wa kazi, mchapa kazi koleriki. Hapendi watu wasiopenda kufanya kazi kwa bidii. Anachukia watu wanaokataa madaraka yake. Ukimpinga tu koleriki mnakosana. Kwenye eneo la kazi, ukija kwenye mambo ya kazi, anaweza kufanikiwa sana kwa kipindi kifupi kuliko mtu mwingine yote. Ana uwezo wa kupata mafanikio within a very short time. Kamaliza shule tu juzi, kamaliza tu juzi, anaweza akaovertake kimafanikio watu wa zamani sana, akawaacha mbali. Wakati wote katika kazi yeye hujiona yuko sahihi. Kwa hiyo kila anachokifanya yeye ndio sahihi, hata kama ni makosa wanayofanya wengine ni makosa. Ana uwezo mkubwa wa kuchochea migogoro kazini kama mambo hayaendi kama anavyotaka yeye. Ni mtu anayefanya kazi kwa bidii sana, tulisema hiyo. Kutokana na bidii yake na ubabe wake, mara nyingi koleriki wengi wanafanikiwa kimaisha. Asilimia kubwa kina koleriki wanafanikiwa, wana mafanikio. Lakini mafanikio yao kwa sehemu kubwa yametokana na ubabe. Yaani kafanikiwa lakini kwa kutumia msuli. Na kama kiongozi, kujisikia kutoka ndani kuwa ni kiongozi, tumeshasema hiyo. Wanafanya kila jitihada ili waweze kuwa kwa viongozi. Ni mtu mwenye ufahamu wa haraka sana kuhusu mambo ya uongozi na kadhalika. Kwenye eneo la ndoa, anapenda kuoa. Koleriki upenda kuvutwa kuoa au kuolewa na phlegmatic. Upenda kuoa na phlegmatic kwa sababu koleriki ni wa kimya na kadhalika. Nataka nimalizie na phlegmatic, alafu tuje kwenye maswali. Mambo mengine mengi najua utajifunza kwa maswali. Niliambia watu wana maswali mengi sana. Kwa hiyo nimeacha kipindi cha maswali ili tuulizane, usibabaike. Phlegmatic. Haiba ya phlegmatic ikoje? Shauku ya phlegmatic. Phlegmatic ni aina ya watu ambao ni wapole, ni wakimya, ni watulivu, hawapendi migogoro, hawapendi vurugu. Hapa kwenye shauku namba 1, phlegmatic hapendi kuwa na mahali penye migogoro. Migogoro na phlegmatic mbali. Mahali penye vurugu, phlegmatic anakaa mbali. Phlegmatic ni mtu anayependa amani zaidi kuliko kitu kingine. Kwa hiyo kama kutatokea kitu ambacho kitahatarisha amani, hapo phlegmatic hautampata. Phlegmatic yuko tayari alipe gharama ili amani iwepo, lakini sio kuchangia kutetea haki zake kwa kupoteza amani. Phlegmatic akikukopesha hela, kama atagundua kukudai italeta shida ya kupoteza amani, anakuachia na hela yenyewe, potelea mbali. Kwa hiyo phlegmatic wengi sana wakikopwa huwa hawalipwi, kwa sababu phlegmatic hata uwezo tu wa kukudai hana. Uwezo wa kukufuatilia kwa bwana nilipe hela yangu ana. Lakini kopa hela sangu ni uone. Mkope sangu ni uone alafu usimlipe. Taburuzwa mahakamani. Tachezea mahakama kila siku. Hapo akieleweki mpaka hela utoe. Mpaka deni lilipwe. Hamna cha amani wala nini. Phlegmatic nani sangu ni hata kama amemkopesha baba askofu. Baba askofu wake anamshusha madhabahuni hapo. Bwana defender anakusubiri hapo. Sulikopa ile nini hujalipa ya ujenzi ile. Defender mimi nimeleta hapo. Jamaa anambeba hivi mchungaji wake, ajali cha mchungaji wala nini. Hapa mshiko lazima ulete. Ujue sangu ni. Phlegmatic hana hiyo. Phlegmatic hela zake mwenyewe alizokukopesha hana msuli wa kuja kuzidai. Shauku yake ni kuona watu wote wanaishi bila
migogoro wala malumbano. Katika eneo la hisia, kihisia phlegmatic ni mtu wa heshima. Anapenda heshima, anapenda kuwaheshimu watu. Ni mtu anayependa kuthaminiwa. Ni mtu mpole lakini mwenye uelewa. Ni mkimya, mpole, lakini kwenye eneo la uelewa yuko vizuri. Ni mtu mpole lakini mwenye uelewa. Namba 4, anapenda kuungwa mkono na ni mtulivu. Ni mtu mkimya sana, asiye na maneno mengi. Kwa hiyo kwenye kikao usimtegemee phlegmatic kunyosha mikono. Phlegmatic hata akiwa na pointi hana ujasiri wa kusema mwenyekiti naomba niongee, hana. Kwa hiyo phlegmatic wengi wanaongeaga kwa hisani ya mwenyekiti mwenye uelewa. Baada ya kuona huyu mbona hajaongea muda mrefu, ndio utasikia lakini naona mzee hujaongea muda mrefu, hebu kama una neno lolote sema. Kumbe analo muda mrefu, hawezi tu kunyosha mkono. Kwa hiyo ukishakuwa umejua hizi aiba na mko kwenye kikao na unajua ndani ya kikao hiki tuna phlegmatic, ujue kabisa phlegmatic hataongea kama wewe mwenyewe kama mwenyekiti hautampa hiyo chance. Hawezi mwenyewe kunyanyuka na kuongea au kupinga. Inawezekana jambo lenyewe la kupinga wewe ndio umwanzishie. Lakini hebu mzee fulani unaonaje ili jambo? Kama halijakaa, naona kama unaona halijakaa vizuri, hebu tuambie vizuri. Unaona anainuka, anafunguka, anaongea. Lakini ni mpaka umwanzishie. Usipofanya hivyo phlegmatic atakaa tu kimya, kwa sababu sio watu wa maneno, sio watu wa kuongea, ni watu ambao hawezi kuanzisha jambo mwenyewe. Na sifa kuu za phlegmatic, yuko balanced. Hapenzi kumuuzi mtu yote upande wowote. Kwa hiyo kukiwa na pande mbili, huyu anagombana na huyu, phlegmatic hawezi kusaidi upande mmoja. Hawezi kuungana na huyu akamsaliti huyu. Phlegmatic ataenda na wote. Kwa hiyo ukikutana naye ukamsema vibaya fulani mkiwa wawili, atakuunga mkono wewe. Yule naye akikutana naye akakusema vibaya wewe mkiwa wawili, atakuunga mkono wewe, kwa sababu hapendi kumchukiza mtu yeyote, anapenda kuwapendeza watu wote. Kwa hiyo hiyo ni sifa, lakini kwa upande mwingine inaweza ikawa kama udhaifu. Sio mcheshi, kwa hiyo simtarajie kuwa mcheshi, achekeshi. Anaogopa ugomvi, anaogopa kugombana na mtu. Ana kukopesha hela, hawezi kukudai kama nilivyosema. Ana uwezo mkubwa sana katika kutunza vitu alivyokabidhiwa. Watunza store, ukitaka mtunza store mzuri, tafuta phlegmatic. Ukitaka vitu vyako viwe salama, stock mpe phlegmatic. Wako very strict na maagizo. Phlegmatic ukimwambia huu mlango usifunguliwe leo, hata akija mke wa askofu afungui. Hata akija nani, kwa sababu bosi alishasema huu mlango usifunguliwe. Phlegmatic hatafungua, atashika hiyo. Sanguini atachungulia kwanza ni nani anayegonga. Akiona hazi fulani, kuna baadhi ya hazi atazifungulia, ingawa katazo lipo. Sema wewe ingia tu faster bwana, tunafunga mara moja hapa. Lakini phlegmatic atashika msimamo. Hapa tuliambiwa kisitoke kitu, hautatoka hata unyoya wa kuku. Kwa hiyo ni wazuri sana kwenye maeneo ambayo yanahusika na stoku, sijui kutunza nini, watunza jundazi. Hii ndio kazi ya phlegmatic. Kwa hiyo ukiwa na timu, vitu vinavyohusikana na matunzo, weka mtu kama huyo. Alafu tunasema ana uwezo mkubwa katika kutunza vitu anavyowakabidhiwa. Anafaa sana katika kutunza fedha. Unatafuta mtunza hazina, usimpe sanguini. Jamani, mtunza hazina asiwe sanguini. Na we kama ni sanguini, watu wakikuchagua kama mtunza hazina usikubali. Yaani usiwakubalie. Kataa kabisa, pambana. Kwa sababu utaozea Segerea. Hela za watu utakula tu.
utajikopesha mwenyewe tu, kwa sababu wiki ijayo tunakuja kujifunza aiba na pesa. Sanguini hana discipline ya fedha, huo mshipa hana. Awe ameokoka awe hajaokoka, hapa hatuongelei wokovu, naongelea haiba. Mshipa huo kwenye damu haupo. Kwa ukimpa sanguini kutunza hela zako aidha zitaliwa au zinaweza zisiliwe, ila zikawa misused, zikatumika kwa vitu ambavyo sio kusudi. Siku moja nilikuwa nachangisha, tulikuwa tunachangisha mchango wa nini, tukagawana fomu, na mmoja ya sanguini akachukua fomu. Kweli wana uwezo mkubwa wa kuchangisha. Ukimpa fomu sanguini na aiba nyingine, sanguini atakuwa wa kwanza kupata hela nyingi, watu wengi kumchangia kuliko mtu mwingine. Yule bwana alichangisha, na sasa siku ya kuja kuchukua hela ananionyesha listi ya matumizi. Bila hela uliochangisha, ananionyesha listi ya matumizi katika mchakato wa kufuatilia hela kwa wengine, nauli alizotumia, soda walizokunywa, sijui. Kwa hiyo hela yote imepatikana, lakini pia imeingia kwenye matumizi na risiti napewa. Sasa huu mchango au nini? Fomu imejaa, yani wachangiaji wote wamejaza. Kweli hela wametoa na anakubali wametoa, lakini kulikuwa na mahitaji. Kuna hela ibidi nikaifuatilie wapi? Kule. Nikachukua bodaboda 8,000. Anaenda kufuatilia 5,000. Atumia bodaboda 8,000 kwenda kufuata mchango mtu kamuitia 5,000. Iko kwenye matumizi bwana. Sasa ningeendaje? Mtu kaniitia mchango. Mtu utaiacha hela hivi hivi? Yaani nilikasirika kwa kweli. Kwa sababu ukiangalia hela, fomu imejaa, watu wametoa hela, lakini yote imeisha kwenye matumizi. Why? Discipline. Kwa tunasema kundi ambalo lina nidhamu sana kwenye eneo la fedha ndio hili hapa. Nilikuwa nasema sanguini usimpe hela. Kwa nini usimpe hela? Tutachambua wiki ijayo hasa aiba za fedha. Tutakuja kwenye swala la aiba na mambo ya fedha. Kwa hiyo ni moja hapo ya tabia ya sanguini. Anafaa ya phlegmatic, anafaa sana katika kutunza fedha, mali, vitu vya vikundi, kampuni na kadhalika. Ni matumaini yangu kuwa umebarikiwa na mafundisho ya neno la Mungu yaliyoletwa kwako na mchungaji na mwalimu Dr. Peter Miti Mingi.